Naam, mtazamaji, furaha na sherehe zimeshuhudiwa leo mahakamani Tanzania baada ya serikali kumwachia huru hatimaye mfanyabiashara maarufu Niffer pamoja na wenzake ambao walikuwa wamekamatwa na kufunguliwa kesi ya uhaini wiki chache zilizopita. Sasa hivi ripoti zinasema ya kwamba Niffer ameachiliwa, lakini kwa masharti haya. Bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Hali ya kisheria na kisiasa nchini Tanzania imebadilika sana leo baada ya mfanyabiashara maarufu Jennifer Jovin maarufu kwa jina la kibiashara na kimtandao Niffer kuachiliwa hivi sasa na serikali ya Samia Suluhu mahakamani. Hatua hiyo ya mshangao ilikuja baada ya mkurugenzi wa mashtaka DPP anayetumikia serikali ya Samia Suluhu kufuta rasmi leo mashtaka yote ya uhaini dhidi yake Niffer na mshtakiwa mwenzake anayefahamika kama Mikas Lucas Chavala, na hivyo kuashiria mwisho usiotarajiwa wa kesi ya kutatanisha na hatari ya uhaini iliyokuwa imeteka hisia za taifa na kumteka Niffer, na pia kuthibitisha kwa mara nyingine kuwa mfanyabiashara na mwanamtandao Niffer ameachwa huru sasa hivi na serikali ya Samia Suluhu mahakamani Tanzania. Tangazo hilo la hivi punde lilitolewa mbele ya hakimu mkazi mwandamizi Aaron Lyamuya ambaye aliidhinisha ombi la upande wa mashtaka, akisisitiza ukweli kwamba mfanyabiashara Niffer ameachiliwa sasa hivi na serikali chini ya uongozi wa Samia Suluhu. Hali ya chumba cha mahakama ilibadilika papo hapo na kuwa sherehe na furaha, huku uangalizi wakitafakari uamuzi huo wa ghafla na wa mshtuko lakini wenye afueni, huku wengi pia wakibaini mielekeo ya kisiasa iliyozunguka kesi ya uhaini ikifungwa ghafla. Akiwasilisha uamuzi huo, wakili wa serikali katika mahakama hiyo ya mkazi Kisutu, Titus Aaron, aliambia mahakama kuwa DPP wa serikali hana nia tena ya kuendelea na mashtaka chini ya jalada la upelelezi wa Niffer na kesi za watu wengine, hatua iliyohakikisha Niffer ameachwa huru hivi sasa na serikali ya Samia Suluhu. Katika nje ama ukumbi wa mahakama hiyo, nje ya mahakama hiyo Tanzania, mfanyabiashara Niffer alionekana kukumbatiwa na watu wengi na kumkumbatia na kumbusu mamake kwa furaha, mamake ambaye mwezi mmoja uliopita alikuwa akilia na kumpigia magoti Samia Suluhu amsamehe binti yake. Uondoaji huo wa kisheria uliashiria kuporomoka kamili kwa kesi ya uhaini ya serikali na kuleta afueni ya haraka kwa familia ya Niffer pamoja na washtakiwa wote wawili. Kesi ya uhaini iliyofunguliwa awali chini ya kifungu cha 92(1) cha kanuni ya adhabu ya kikatiba ilizua maswali mengi kuhusu viwango vya mwendesha mashtaka DPP na kuongeza athari za matokeo ya leo, ambapo mfanyabiashara Niffer ameachwa huru hivi sasa na serikali ya Samia Suluhu mahakamani kupitia DPP. Wakosoaji na wafuasi sawa walitaja kasi mabadiliko ya DPP kama dalili ya kubadilisha vipaumbele ndani ya mfumo wa haki na kuleta utulivu. Baada ya kuidhinisha maombi hayo, hakimu Lyamuya alisema kwa uwazi mahakama inakubaliana na upande wa jamhuri kama ilivyowasilishwa na DPP, hivyo inawaachia huru kumradhi washtakiwa wote wawili akiwemo Niffer. Tamko lake lilifanya iwe rasmi kuwa mfanyabiashara Niffer na mwanamtandao maarufu ameachiliwa huru sasa hivi na serikali ya Samia Suluhu mahakamani. Taarifa hiyo ilizua hisia za papo hapo kwenye majukwaa ya kijamii na hivyo kuchochea mazungumzo ya nchi nzima. Maoni ya umma sasa yamekuwa ya haraka na ya kugawanyika sana, kwani wananchi wengi wa Tanzania walieleza kufarijika, huku wengine wakihoji sababu za awali za kukamatwa. Maswali yanaibuka tena kwa kuwa Niffer ameachiliwa sasa hivi na serikali ya Samia Suluhu mahakamani. Mabishano hayo yalionyesha jinsi Watanzania wanavyojibu kwa umakini mkubwa tuhuma za uhaini zinazohusisha wahusika wa biashara binafsi. Waandishi wa habari waliofuatilia kesi hiyo walibainisha kuwa matokeo ya leo ya kuachiliwa kwa Niffer yanaweka historia kubwa kwa kesi zijazo zinazogusa usalama wa taifa, hasa sasa ambapo mfanyabiashara Niffer ameachwa huru hivi sasa na serikali ya Samia Suluhu mahakamani. Wachambuzi wa sheria wanasema hatua hiyo inaimarisha matarajio ya umma ya uwajibikaji ndani ya ofisi ya DPP. Kujiondoa kulikuja wiki chache tu baada ya shinikizo kubwa la umma kutaka uwazi na kuongeza muktadha mpya kwa ukweli kwamba mfanyabiashara Niffer ameachiliwa huru sasa hivi na serikali ya Samia Suluhu. Majadiliano ya mtandaoni yameelekeza wasiwasi kuhusu uwezekano wa ushindani wa kisiasa au kibiashara ambao unaweza kuwa umeathiri malipo ya awali.
Wafuasi wa washtakiwa walisisitiza tangu mwanzo kwamba madai hayo yametiwa chumvi, mtazamo ulioimarishwa leo kwani Niffer ameachiliwa hivi sasa na mahakama chini ya uamuzi wa serikali ya Samia Suluhu. Wengine walidai kuwa mfumo wa haki umerejesha uaminifu wake kwa kukiri udhaifu katika kesi hiyo. Wakati huo huo, viongozi wa ngazi za juu ndani ya jumuiya ya wanasheria wa Tanzania walisisitiza kuwa uamuzi wa DPP chini ya uamuzi wa Samia Suluhu ulithibitisha dhamira ya serikali ya haki, maridhiano na mazungumzo, hasa katika suala la hali ya juu ambapo mfanyabiashara huyo yupo huru siku ya leo. Baadhi ya picha hizo ambazo nimekuwekea katika video ama skrini ya simu yako, hiyo ni mojawapo ya matukio ambayo yaliweza kushuhudiwa nje ya mahakama hiyo leo baada ya Niffer kuweza kuachiliwa huru. Alionekana kumkumbatia mama yake sana na kumbusu na mwenye furaha. Hata hivyo, watu wengi wamepongeza kukosekana kwa ucheleweshwaji, wakisema mashtaka ya muda mrefu mara nyingi hudhuru sifa zisizo na hatia. Katika mitandao ya kijamii, lebo ama hashtagi zinazozunguka kesi hiyo zilivuma mchana kutwa, huku wengi wakisherehekea kuwa Niffer ameachiliwa sasa hivi na serikali ya Samia Suluhu mahakamani kupitia DPP. Wengine walitumia wakati huo kudai mageuzi ili kuhakikisha kuwa mashtaka ya uhaini hayatumiwi vibaya, wakati mwingine kwa manufaa ya kibinafsi au ya kisiasa. Wachunguzi wa masuala ya kisiasa walibaini kuwa uamuzi huo unaonyesha juhudi pana za utawala wa Samia Suluhu katika kurahisisha michakato ya utoaji haki ulioonyeshwa leo, kama mfanyabiashara Niffer akiachiliwa huru hivi sasa na serikali ya Samia Suluhu kupitia DPP. Wengine wanaona kama sehemu ya msukumo wa kimkakati wa kujenga tena imani na sekta ya kibinafsi na maridhiano. Familia za washtakiwa wote wawili walioachiliwa pamoja na Niffer zimeonyesha utulivu wa kihisia nje ya mahakama na shukrani, wakikubali jinsi ilivyokuwa muhimu kwamba mfanyabiashara Niffer aachiliwe ama ameachiliwa sasa hivi na serikali ya Samia Suluhu mahakamani. Waliwashukuru wafuasi waliosimama nao katika kipindi chote cha majaribu ya kisheria. Japokuwa DPP hajatoa maelezo ya kina kuhusu kubatilishwa, wakosoaji wanahoji kuwa ukaguzi mkali zaidi wa kiutaratibu unahitajika ili kuzuia kesi kama hizo, hasa kwa vile Niffer ameachiliwa sasa hivi na serikali ya Samia Suluhu mahakamani. Wanasisitiza kwamba mashtaka ya uhaini lazima yashughulikiwe kwa tahadhari ya kipekee. Wasomi hao wa sheria mtandaoni wanaamini kuwa uamuzi huo sasa utaathiri jinsi kesi nyeti za kisiasa baadaye zitakavyoweza kusimamiwa, haswa ikizingatiwa kuwa mfanyabiashara Niffer ameachiliwa leo sasa hivi na serikali ya Samia Suluhu mahakamani. Wanatabiri kuongezeka kwa uchunguzi kwa waendesha mashtaka kama vile DPP wakati wa kushughulikia tuhuma za usalama wa kitaifa. Wakati taifa linaendelea kujibu matokeo ya leo ya mahakama, ukweli mmoja unasalia kuwa muhimu. Mfanyabiashara Niffer ameachiliwa sasa hivi na serikali ya Samia Suluhu mahakamani na kuzua sherehe na furaha mitandaoni. Kuachiliwa kwake kunamalizia sura yenye utata, lakini pia kunafungua mazungumzo mapana zaidi kuhusu haki, uwajibikaji na usawa wa nguvu za Tanzania. Nijuze maoni yako kuhusiana na kuachiliwa huku kwa Niffer sasa hivi katika mitandao ya kijamii nje ya mahakama hiyo na furaha tele. Vile mtazamaji, like video hii kisha subscribe na ubonyeze alama ya kengele, kisha gusa kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.